Kabla sijaingia ndani ya hiki ambacho nataka ujue leo, msikilize huyu kijana ambaye kwa sehemu kubwa kafanya kama nafanya mzaa, lakini kafikisha ujumbe kwa mapana, sekunde chache, lakini mwenye uelewa mzuri utaelewa nini kipo hapo ndani. Sema nyimbo za zamani kali ni za dini. Shetani alikamatwa hivi. Sio nyimbo za dini za sasa hivi. Mtu anaimba hey baba oroduma. Yaani shetani anaweza kasikiza hivi mpaka yakavaa earphone akasema. Na maandiko hayakutuambia kama shetani ashawahi kuwa na ndugu. Ile waimbaji wa zamani wanakuambia mpaka ashawahi kuwa kwenye ndoa. Shetani na mama mkwe wake. Bila shaka umemwona huyu kijana. Sasa hapa inaweza kawa unajua ameongelea waimbaji kwamba nyimbo za sasa hivi za waimbaji hata shetani mwenyewe anaisikiza kwa earphone, yani zinamburudisha. Lakini msingi si waimbaji tu, hata mahubiri ya wahubiri waliopo sasa hivi kwa sehemu kubwa yanamfanya mlevi, mwizi, muuaji, mtekaji ampongeze sana mwalimu huyu, mchungaji huyu, nabii huyu, mtume huyu, kwa sababu nabii anaona mafanikio tu kwa huyu aliyetoka kuua jana, au huyu aliyetoka kuzini jana. Yeye anaona mafanikio tu. Mwalimu anaweza kawa anaona watu tu waweze kuota ndoto, waweze kupata kibali. Mwalimu hawezi kuambia kinagaubaga wabaya kwamba nyie kitakacho wakuta ni mabaya, kwa sababu anahitaji kusanyiko kubwa, kundi kubwa limsikilize ili watu wajue huu ndo ualimu. Sasa huu ndo mwalimu, huyu ndo mtume, huyu ndo nabii, huyu ndo mwinjilisti. Kwa hiyo mwisho wa siku walevi, wauaji, wazinzi, watekaji wanasikiza yale mahubiri kwa kuzama kabisa, wakiwa wanataka wajazwe Roho Mtakatifu, wajue na kunena kwa lugha, wajue na kuota ndoto. Anyway, leo nitaenda kuongea kwa namna ambayo hasa ni kwa waliolengwa. Nitaongea kwa upana, yani ni wewe utakapoishia popote pale, we jua hii ni ya wachache. Hii ni kwa waliolengwa. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Baada ya kuburudishwa na mambo hayo ya hapo mwanzo, sasa niingie katika ile fundisho ambalo nimesema ni kwa wachache. Yani wengi wenu hivi sio vitu vyenu na haviwahusu, lakini pana watu kama 2 watatu hivi kadhaa wamekusudiwa kwenye eneo hili, watakuja kuwa na moja ya maisha ya maana sana wakati fulani. Naenda kuongea aina 4, aina 5. Leo ni nyingi, lakini leo naenda kuongea kama 4 5 hivi za utakatifu feki, wa kipumbavu, wa kitaila. Aina 4 5 hivi za utakatifu feki, wa kipumbavu au wa kitaila. Kabla sijaongea aina hizo za utakatifu, kwanza nikujulishe maana halisi ya utakatifu tuliotakiwa kuwa nao. Acha tulioambiwa ndo utakatifu. Tulioambiwa ndo utakatifu ndo nitakaenda kukuchambulia hapa kwamba huo ulikuwa feki, ulikuwa wa kipumbavu. Nitasoma maandiko mengi sana leo. Moja, aina ya maana halisi ya utakatifu ambao ndio utakatifu alio nao Mungu, aliokuwa nao Yesu, waliokuwa nao akina Elia, akina Musa, akina Ibrahim, ni huu: kufanya ipasavyo. Moja, kufanya ipasavyo kwa maana, yani kwa namna itakayoleta faida kwako na kwa wengine bila kuleta madhara kwa mtu yeyote asiye na hatia.
asiye na madhara unaweza ukayaleta, lakini kwa mtu anayestahili kupata madhara kwa sababu ya alichokifanya. Lakini utakatifu kabisa ni kufanya jambo kwa namna ipasayo, kufanya jambo kwa namna itakayosababisha faida kwako na kwa watu wengine. Faida kabisa ya kuonekana na macho haya tu kabisa. Sasa huyu mtu ni faida, huyu mtu ni sababu ya mimi kupata faida 1, 2, 3, kuishi kwa namna ya kujifurahia, kuishi kwa namna yenye ushindi, yenye kujua pa kupita cha kufanya. Huko ndo kuwa mtakatifu. Sasa nianze kusoma Biblia leo. Bila shaka nimetaka nikujulisha kwamba sehemu kubwa ya mimi ninayoongea huwa ninayaandaaga, yani na kuaga sianzi tu hivi, nayaandaaga. Hiyo nayo najua ni moja ya kuwa na akili. Kuwa na akili sio tu unaongea lolote, unaangalia kwa akili zako zote na nguvu zako zote, nitakachokipushi kwenye jamii iwe ni kutoka kwenye akili, uwezo wangu mwingi wa akili na uwezo wangu mkubwa wa moyo wote nilio nao. Kwa hiyo ndio maana leo nimekuwekea hilo fundisho na hayo maandalizi hapo pembeni. Nikiwa najua unaweza kusema sasa mwandiko ni mbaya, lakini nadhani ninausoma ninaweza kuandika mzuri na hisi zaidi ya huo, lakini wakati mwingine huwa tunaandika mwandiko wa kusaidia ufanikisha uliotaka kufanikisha. Katika Isaya sasa, hebu tuone nimekwambia na kusomea maandiko mengi sana leo. Isaya 48 ni kwa wachache, si wengi mtachukulia na fundisho la aina hii, kwa sababu wengi wenu mnataka tu mambo yawe, na usijue wewe ndio unayetakiwa uyafanya hayo mambo yaje yawe. Ndio maana unaletewa fundisho hili. Mimi kukuletea hivi napigania mambo hayo yawe, ndo njia za hayo mambo yawe, ili tuje tuanze kuongea kidogo tu matokeo makubwa. Katika Isaya 48 mstari wa 17 imeandikwa, Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Huo ndo utakatifu. Ninakuongoza ufanye kwa namna ikupasayo, lakini ufanye kwa namna itakayosababisha faida, upate faida na watu waione, na watu wakufuate wewe, wampende Mungu wako, wamwabudu Mungu wako kwa kuona faida kwa macho haya, sio wakuone wa rohoni. Takuja kuelewesha hilo mnayosema sisi tunapata faida katika ulimwengu wa roho ambao watu wa dunia hii hawezi wakatambua. Hawezi wakatambua kwa njia namna ambavyo wewe kulingana na elimu yako na jinsia yako na umri wako na background yako, na umewezaje kufanya mambo kwa uzuri kiasi hicho, kwa faida kiasi hicho. Sio hawezi kuyatambua mambo yenyewe wanaona ni mazuri ya ajabu, ila hayaendani na elimu yako, hayaendani na umri wako, hayaendani na background yako. Umewezaje hapo? Hiyo ndo mtu wa roho ni atambuliwi na watu, lakini anayoyafanya yenyewe yanaonekana. Ndo maana watu wapagani kabisa alimwambia Yesu hajafanya kamwe afanyavyo mtu huyu, hajanena kamwe anenavyo mtu huyu. Mitume katika Matendo 4:13 anasema walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, na wakuona hawana elimu, hawana maarifa, wakastaajabu na kujua walikuwa pamoja na Yesu. Ni mambo yenye faida, ni mambo yenye faida yanaonekana kwa macho haya ya kawaida. Naona mwanadamu wa aina yoyote, ila anachanganywa na njia zilizotumika mtu, aina ya mtu unayekuwa umefanya, kwa sababu hauendani nayo kulingana na elimu yako, jinsia yako, umri wako, background yako, wanaokuzunguka, wanaoweza kukusaidia na vitu kadha wa kadha. Kumbukumbu 4 mstari wa 6, nianzie mstari wa 5, anasema angalieni, nimewafundisha amri na hukumu vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyo niamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Zishikeni basi
mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakaosikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Kwa hiyo ametupa sheria, alitoa sheria ili watu watakao tuona waone maarifa na hekima kubwa, na waseme hawa wana akili. Na ukumbuke, akili ni kufanya vitu vinavyoonekana, ni kusolve mambo, ni kuleta solution, kuleta majibu katika jamii, ama kuyaweza wasioyaweza wengine. Akili sio kufaulu na kupata ubabe wa kwenda kutawala, kuumiza watu ambao ni wapambanaji, almaarufu kuajiriwa kuwa waziri, kuwa mwanasiasa. Unaanza kujihisi ni akili. Hapana, akili ni kusolve mambo, kuleta suluhisho katika mambo kwenye jamii, kwa ajili ya mambo yako, lakini pia kwa watu wengine. Kwa kazi ya sheria ziliwekwa sio ili tuwe tunajikunja nazo kanisani, tuwe tunasema mimi nimezifuata sana, mimi ndo niliyezifuata sana sheria, nitaenda mbinguni. Hazikuwa kutupelekea mbinguni, zilikuwa kutufanya tuwe na akili machoni pa mataifa. Hapo niko kuambia maana halisi ya utakatifu tuliotakiwa kuwa nao. Hata ukiingia Roho Mtakatifu katika Kutoka 35 na 33 pale anasema, nimemjaza Eliabu Roho Mtakatifu, Horiabu Roho Mtakatifu, ili ajue jinsi ya kubuni, kuweka taraza, kufanya vitu vya ujuzi. Kwa Roho Mtakatifu kimsingi ilikuwa tusaidie kufanya vitu kwa uzuri. Katika hiyo ni Kumbukumbu nadhani Kutoka, nikusomea hapo. Roho Mtakatifu mwenyewe hakuwa huyu wa maruerue haya. Nipo hapa na kujulisha maana halisi ya utakatifu katika fundisho ambalo nataka nikuonyeshe aina 4 za utakatifu feki, wa kipumbavu, wa kitaira. Nikuonyeshe roho ambaye kwa sehemu kubwa mataira wanafanya tu bwata rika mama sende bebe riaka papa mimi naye, ambao amneni hivi amwendi mbinguni. Ngoja nikujulishe alikotokea huyo roho. Nikusomee Kutoka 31, nianze mstari wa 2. Angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Huri wa kabila ya Yuda, nami nimemjaza roho wa Bwana, roho wa Mungu, katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito vya kutiwa mahali pa kuchora miti, na kufanya kazi ya ustadi waye yote. Tena tazama, nimemchagua awe pamoja naye huyo Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila la Dani, nami nimetia hekima katika mioyo ya wote wenye moyo wa hekima, ili wapate kufanya vyote nilivyokuagiza. Sio wapate riabobo rika matete materi korimori abasetete bapaparikete. Nimejazwa Roho Mtakatifu. Ambaye hujajazwa hivi huendi mbinguni. Hatukupewa sheria ili twende mbinguni. Hatukupewa sheria. Mungu akutoa sheria ili twende mbinguni. Alitoa sheria, aliweka sheria ili zitusaidie kufanya vitu kwa akili, ambayo yeyote atakayeona asemea hawa kweli ni wenye akili. Hiyo ndio maana ya utakatifu, au kuwa na Roho Mtakatifu. Sasa nikuonyesha andiko lingine. Sasa tuende kipengele kingine, maana halisi ya utakatifu tuliotakiwa kuwa nao. 2, kuwa mtakatifu kabisa kwa namna ambayo ilikusudiwa, ambayo Mungu alikusudia, ni kuwa kiumbe ambaye utakalosema, utakalotaka wewe ndio utakuwa uelekeo wa wote. Atakayebisha ataumia. Kuwa mtakatifu ni kuwa kiumbe unayefikia hatua unalosema na unalotaka utakuwa ndio uelekeo wa wote, wakupende wasikupende, wewe wa imani yako sio wa imani yako, ni wa chama chako sio wa chama chako, ni wa nchi yako sio wa nchi yako.
kukua, kufika kwenye level ya aina hiyo. Sasa na kusomea tu maandiko, mchungaji wewe uko hiyo hatua, mimi naitafuta hii hatua. Ndio maana wakati mwingi sana, ama wote, sihangaikagi tutakuwa wangapi kanisani, nahangaika nani atafikia tulichotakiwa kukifikia, iwe tuko 3, iwe tuko 5. Na vijana wanahangaikaga pigana huku na kule, watafute wawe na watu wengi, wachukue waumini wangu, njoo nitengeneze picha huku. Mchungaji alishachoka, mchungaji hawezi kutengeneza picha, anasema wachukueni tu wote mnaoweza kuchukua. Mimi nikibaki peke yangu, nikibaki na mke wangu, tukibaki na 5, 10, 20 takao baki nao, tutabaki tukisema katika sisi atokee mmoja, tufanye vitu, tufanye ibada, tuombe, tuhubiriane, atokee mtu ambaye atatoka na picha halisi ya utakatifu ambao watu wa Mungu, mtu wa Mungu mtakatifu alitakiwa kuwa. Katika Ayubu 29 mstari wa 8 na 11, nitarukia mstari pia wa 21 na kuendelea, anasema nilipokuwa sasa katika hali ambayo ndo watakatifu akina Ayubu, anasema hao vijana waliniona wakajificha, na wazee wakaniondokea na kusimama, wakuu wakanyamaa wasinene na kuweka mikono yao vinywani mwao. Sauti ya mashehe ilinyamaa na ndimi zao zilishikamana na makaka yao. Mstari wa 21, watu walitega masikio kunisikiliza na kungoja, wakanyamaa kimya wapate sikia mashauri yangu. Hawakunena tena baada ya kusikia maneno yangu, matamko yangu yakadondoka juu yao. Walikuwa wakiningojea kama kungojea mvua, wakafunua vinywa vyao sana kama mvua ya masika. Walipokata tamaa nikacheka nao, na mwanga wa uso wangu haukuwaangusha. Niliwachagulia njia, nikakaa kama mkuu wao, nikakaa kama mfalme kati ya jeshi la askari, mfano wa awafarijie hao waombolezao. Hii ndiyo level ya watakatifu, utakatifu. Yani hivi ndo viwango vya mimi ni mtakatifu. Huu ndo utakatifu ambao Biblia itaka tuwe nao. Ukiwa nao haujitangazi mimi ni mtakatifu, hauambii watu njoni kwenye kanisa letu, njoo mimi ndo niliyeitwa. Mimi utawaambia, yani watu watakuja. Lakini sasa mimi sasa hivi huwa kama nikikuita nasema njoo tujadili utakatifu huu, lakini usipokuja baki unanitazama ninapohangaika na utakatifu huu. Na kama siwezi kuja kuwa nao, wanasemaga hakuna maana ya kuishi, hakuna sababu ya kuishi. Ndio lile andiko ambalo Mtume Paulo katika Ibrania 11 anasema hawa wakafa wasikubali ukombozi, wakafa wakaona afadhali kufa kama ukombozi uliotakiwa uonekane hautaonekana. Kwa hiyo sisi ndio hao. Mimi nimemwambia Mungu, nimemwambia wanadamu, kama sitakuwa sababu ya ukombozi wa kweli na utakatifu wa kweli uliotakiwa kuonekana hii dunia, hakuna sababu ya kuishi. Najua wataumia wengi sana siku ambayo mimi nitakuwa sipo duniani, lakini wajue tu sikuwa na namna, sikuwa na sababu ya kuishi katika dunia ambayo anaamua mlevi, anaamua malaya, anaamua muuaji. Hiyo ndo anasema mimi ndo najua kulinda amani, mimi ndo najua njia. Yani anakuamulia mtu ambaye kabisa ukiangalia lijitu lenyewe na roho mbaya kuanzia usoni, utendaji wake mpaka kwa mkewe, linachepuka, linamuumiza mkewe, aliwezi likanihurumia, lakini mwisho wa siku ndo atakayeamua we mtu mwingine huna la kufanya. Mimi katika dunia aina hiyo, kama Mungu tu hanilete hata nisaidia njia ninazopita, nimemwomba Mungu afadhali nisiwe mchungaji, afadhali nisiwe kiongozi wa watu. Kama kuna mhubiri ana mahubiri ya kumfanya mtu awe na huu utakatifu ambao hasa tulitakiwa kuwa nao, hii level ya imani ambayo hasa tulitakiwa kuifikia, nimemwomba Mungu, naomba sana niifikie hii level kupitia mtu huyo, yani hata niachane na kabisa na uhubiri. Lakini kwa bahati mbaya
kuna wakati anasema niliamua kutengeza mazingira magumu kwenye maeneo mengi uliyosali, kwa sababu nijua pengine wewe ndio unaweza ukakomaa kwenye njia hii mpaka ukafikia hatua hiyo, au ukawa karibu sana na hatua ya utakatifu ambao watakatifu waitakiwa kuwa nayo. Nimekwambia hii ni ya wachache. Hii sitaona ajabu ikiwa watatazama wachache, lakini kuna vitu ambavyo tunavifanya kwa ajili ya ili Mungu apate maslahi. Yani si wengi watatazama, si wengi watasikiliza, lakini ndicho kimpendezacho aliyetuweka kuwa mawakili wake. Kwa hiyo hapa sifanyi hiki kwa ajili ya kuangalia ni kwa namna gani watatazama watu wengi. Na fundisho itakuwa leo sana. Mtakatifu kabisa ambaye Mungu amekusudia wakati fulani atatokea, mfano wake huko katika Ufunuo 11 mstari wa 3 mpaka wa 6. Anasema, nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii siku 1260 hali wamevikwa magunia. Hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. Hii level kwangu hii ndo utakatifu. Hii level hii mimi nahangaika nayo sana. Hii level mimi nahangaika nayo sana, kwamba hii si mpaka muwe watu 20, 200, 500, 1000. Hii akitokea mmoja kati ya nyie 7, nyie 18, akatokea mmoja akawa huyu, hamwezi mkawa na mzunguko mrefu wa kujitambulisha kwa watu kwamba sisi tuna Mungu. Usikie maelezo ambayo Yesu aliahidi level za watu kufika ambazo akina Elia walifika kwenye hizo level. Katika Matendo, katika Yohana 15 mstari wa 20 anasema, likumbukeni lile neno nilowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu. Elia aliwahi kusema, kwa neno langu omba kwangu lolote, kwa neno langu mvua isinyeshe, omba kwangu neno lolote. Anamwambia Elisha. Hiyo level ya utakatifu ndio level ambayo najua unatakiwa ujione ni mtakatifu ukiumefika hiyo level. Mimi kukusanyika, mahubiri, ibada tunazofanya zinahangaika zimpate mtakatifu mmoja, awe huyu, awe hivi. Lakini nyie ambao mnasema utakatifu, nitaenda kuelezea utakatifu ambao mi kwangu ni feki. Nyie endeleeni tu. Njoni huku, mbarikiwa mchungaji alishakata tamaa, njoni huku ndo tuna picha. Waje tu, watakao kuja waje tu. Mimi utakaye kuja ambaye wapo, Yesu alisema wapo ambao hawako pamoja na sisi lakini wazizihiri. Naamini pia utakapochukua hao, Mungu atawaleta wala ambao tulitakiwa tutafakari pamoja haya ambayo mimi naamini ndio utakatifu. Katika Matendo, katika Yohana hiyo 19 mstari 20 asema, wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Sababu ya neno lao. Yohana 20 mstari wa 23 anasema, wowote mtakao ondolea, nianzia 22, naye akiisha kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao ondolea dhambi wameondolea, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Hii ndo nguvu na level za juu za kuwa na Roho Mtakatifu, nao uwezo wa kumfungia mtu dhambi, na unao uwezo wa kumfungulia mtu dhambi, kumsamehe na akageuka hapo hapo akawa kondoo mwema. Hii level ya utakatifu hii
Hii ndo nahangaika nayo, na hii ndo najua ndo ilikuwa maana ya mtakatifu, kwa sababu kama imeandikwa atakuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu, maana yake tutakuwa na uwezo na usahihi wa kufanya kama Mungu anavyofanya kwa usahihi. Hiyo ni maana halisi ya kuwa mtakatifu. Sasa hapa nigusie aina 4 za utakatifu feki wa kipumbavu wa kitahila. 1, kudhani utakatifu ni kufurahisha watu wote au wengi, kuwa na amani na watu wote. Wanaitumia hilo neno. Biblia pia imeandikwa muwe na amani na watu wote. Haya, bila kuelewa muwe na amani na watu wote nani? Mbona Yesu yeye hakuwa na amani? Aliuawa, mitume waliuawa, manabii waliuawa, hawakuwa na amani na watu wote, ila wewe ndio na amani na watu wote. Biblia inasema upendo uchukie udhalimu, uwe na amani. Daudi katika Zaburi 119 anasema mimi ni mwenzao wakuchao na wanione na wafurahi. Zaburi 111 anasema nitawaharibu wabaya mchana kutwa. Utakuwa na amani na unaowaharibu. Iweni na amani na watu wote wema, watendao mema. Sio iweni na amani na watu wote mijizi, miuaji, mizinzi, mitapeli, midhurumaji, nayoonea watu. We jua ndege wafananao ndio warukao pamoja. Once uko na amani, wanakuchukulia na urafiki na viumbe hao. Kwa vyote vile na wewe kuna mahali unapiga, kuna mahali unaua, kuna mahali unaiba, na wewe kuna mahali ni lizinzi. Sasa naenda kusoma maandiko hapa upande B ili uelewe hilo neno lina maana gani. Utakatifu feki ambao tuliambiwa ni ule wa kudhani utatakiwa ufurahishe watu wengi, kwa na maana watu wote, kutokuwa na misukosuko. Kutokuwa na misuko. Ukiwa na misukosuko, wewe huna Mungu, huna hekima. Hebu nikusomee maandiko. Nimesema hii ni ya wachache. Nadhani wachache watafurahishwa sana, waliokusudiwa na hii kitu hii. Hii najua watasema leo tumekula madini, na wengine wanasema mchungaji uletage vya aina hii. Vile tunavyovifanya vile vinatoka huku. Kisha kuwa na moyo wa aina hii, ni lazima ukafanye yale ya kupigania wanaoonewa, kuwapinga wabaya. Kwa hiyo hii tunakuandaa ni wewe sasa, na wewe uwe na utakatifu wa aina hii. Twende tukaokoe jamii kwa namna ya huo utakatifu ambao nimekuambia wala usishikeo. Sasa hebu tuone, tuwe na amani na watu wote. Kuwa na misukosuko ni kosa hekima, ni kutokuwa mtakatifu. Watakatifu wenyewe hawagi na misukosuko. Haya, Luka 21 mstari wa 12. Lakini kabla hayo yote hayajatokea, watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani. Mkipeleka mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Nirukie mstari wa 16. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, wakati wa siku za mwisho. Sasa wewe, imani haihitaji misukosuko. Ukipitia misukosuko huna hekima. Hawa wasiopitia misukosuko ndo wana hekima kweli kweli. Kwa Biblia ipi hii? Katika Matendo 14 mstari wa 22 anasema wakifanya imara roho za wanafunzi, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Nimekusomea Matendo 14 mstari wa 22. Nirudi Mathayo 10. We jua hukuwa na mafunzo ya imani yenyewe ni nini, na tukikuonyesha haya basi kwa sababu unajipenda, upendi kupata madhara, unahisi wazazi wako wanakupenda, unahisi ndugu wanakupenda, na unasema kama imani ndio hiyo, hapana, mimi nitakuwa na hii ya kawaida. Hamna ya kawaida, hamna imani ya kawaida. Imani ni moja, lileta Yesu. Sasa mimi ni njia,
ya kwenda kwa Baba. Unataka kwenda kwa Baba, unataka uingie kwenye ufalme. Njia ni Yesu. Yaliyompata ndio yanayopaswa kukupata. Sawa, niko tayari, lakini ukitishwa kidogo unaendelea na msimamo ule. Mathayo 10:34, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na baba yake, binti na mamaye, na mkwe mtu. Na adui wa mtu watakuwa ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili ya jina langu ataiona. Huyo ndo Yesu. Hakuja kuleta amani na mahusiano mazuri ya baba, mama, mkwe ambao wanaenda kulewa, wanaenda kuua, ni waoga, ni wanafiki. Hao unatakiwa unawachukia. Watu wanajua kabisa unachukia ubaya wao hadharani, waziwazi. Hiyo ndo imani. Sasa utakatifu feki ulisema waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu wakikuongoza katika Bwana. Biblia hapo kaisome, inasema wakikuongoza katika Bwana, katika njia za Bwana, njia za haki. Otherwise waliwahi kwenda kwa Yesu, akasema baba na mama yako, mama na ndugu zako wako hapo nje. Akasema mama na ndugu zangu ni hawa wanaosikia neno na kulitii. Kwa hiyo unaelewa, otherwise ukombozi usingetokea. Kila alipotokea mkombozi, sembuze tu familia Yesu wahi kutaka kwenda kumkamata kwa nguvu, kisema ana kichaa. Kwa nini mtoto aliyezaliwa tu kawaida hivi aanze kuonekana ndiye atakaye komboa hii jamii? Kwa nini asiogope hatari za hawa ambao wanakula kupitia dhuluma iliyopo, uonezi uliopo? Mtoto hatujamsomesha. Ndugu zake walienda kumkamata kwa sababu ya falsafa na ufahamu wa kuona Yesu anaanza kutangaza ukombozi wa kweli. Akijasoma, kimezaliwa kwenye familia ya watu wa kawaida. Lakini Yesu badali watoa baru, akasema mama yangu na baba yangu na ndugu zangu ni hawa wanaosikiliza neno hapa na kulitii. Unafikiri hilo neno aliwafurahisha mbele za watu kuwashushua hivyo? Yusufu siku moja ameenda akawatoroka, akaenda kwa wakuu. Mama yake akamuuliza, akasema kwa nini siku 3 hizi tumekutafuta na ukachoropoka ukaja hapa? Yeye akasema kwa nini mlikuwa mnanitafuta? Mjui imenipasa kuwema nyumbani mwa baba yangu? Tangu wakati ule Yesu ana miaka 12 mpaka Yesu anakuja kufa, huji kumuona Yusufu, baba mlezi wa Yesu, huji kumuona akijihusisha na maisha yote ya yule kijana. Kwa sababu kwa vyote vile ikiona ni kitoto tu chenye kiburi kinachojiona sio kimetoka mbinguni, umuoni popote akijihusisha na yule mtoto. Hiyo ndo ilikuwa utakatifu. Sio utakatifu na juu utapendwa kirahisi na familia. Familia zitatupenda ikiwa tutapigana, mwisho wa siku ukombozi unatokea. Ukombozi ukitokea, familia zinakuja nasema huyu ndo mtoto wetu, huyu ndugu yetu. Lakini wakati wa kuhangaika na ukombozi wa kweli na utakatifu wa kweli, hata familia yako itakugeuka, itasaidia mbinu za wanaotaka kukuua, kukudhuru, wakudhuru. Niruke hapo niende jambo lingine. Utakatifu feki ambao ndo walituletea wazungu, wasema ndo muitage utakatifu. Ni kunena kwa lugha, kuomba sana, kuwa wengi, kuvalia aina fulani ya mavazi mipana mirefu, vilemba, kuimba bila kucheza sana na kadhalika, kuimba kwa kupiga tu makofi. Huo ndio utakatifu ambao wazungu walituambia tu tunaita utakatifu. Hiyo ni 2. Sasa nikusomea Biblia yenyewe inatoa angalizo gani kwamba hapana, kulikuwa na cha kufanya. Katika Mathayo sura ya 7 nianzie tu hapo, nimeandika kuanzia mstari wa 21, lakini
nianzie mstari wa 16. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu hauwezi kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa na kutupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Kwa nini? Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana mwenye kitambaa, anayesema ribo shete ribuburi andi mukusuruburi ndi mburubu. Kunena kwa ambao kwa sasa hivi wananena zaidi wanaokuwa malaya, wamevalia kimalaya, mitapeli, miwaji fulani. Utaliona tu mbona hili jamaa, lakini rambo shendere bobo rikondere bobo serebo kerebo ribu riambere bere ta pekete. Wanasema Roho Mtakatifu anayejaza umalaya kwenye fahamu na miili na maisha ya watu, roho akipumbavu. Sasa si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Nimeshakusomea mapenzi ya Baba ni kufanya vitu vya maana vyenye faida. Ukienda kanisani ukaomba ukavali sketi refu sawa, ukavali kilemba sawa, uchezi sawa, unaomba umepiga magoti sawa. The end of the day, fanya jambo sasa ya maana sasa kwenye jamii. Hayo ndo mapenzi ya Baba. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Mimi utakatifu wangu haukuwa wa kutenda miujiza, haukuwa wa kutoa nabii. Ulikuwa wa wewe unafanya nini kwenye jamii chenye faida, kinachosababisha faida, sio kinachosababisha miujiza. Mtu kufumba na kufumbua kapata kibali, kapata nyumba, kaolewa, kapata hela. Akili ni kufuata kanuni. Fanya vitu kila mmoja ajue kimefanywaje. Sehemu kubwa, jambo la 3, sehemu kubwa ya utakatifu wa kipumbavu feki tulio tena wazungu ni kutojishughulisha na majanga, vilio au malalamiko au dhuluma inayokuwa katika jamii, kwa kusema kuhangaika na dhuluma hiyo na mabaya hayo yanayoonekana kwenye jamii ni kuwa wa mwilini, yani kushughulika na mambo kimwili. Kimsingi unatakiwa ushughulike na mambo kiroho. Yani wewe wakati unaona tatizo, mtu analia, mtu anaumia, wewe muombe Roho Mtakatifu akufunulie, na Roho wao anafunua wenyewe, wanaona baraka, wanaona ushindi. Mtu anakufa pale, mtu anaonewa pale, mtu anauawa pale. Hawa walikuwa katika kitabu cha Yesu, aliwawekea mfano wao katika kitabu cha Luka 10 kuanzia mstari wa 25. Nianzie tu kwa ajili ya haraka mstari wa 29. Na akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akamjibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando, akasema, mimi naenda kumwombea katika ulimwengu wa roho. Sisi hatudina mambo ya mwilini haya. Na Mlawi vivyo hivyo alipofika pale akamuona kwa macho haya, akapita kando, akasema, hivi ni vya mwilini. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alipofika hapo naye alipomwona alimhurumia, akasema, hivi ndio vya rohoni. Kumhurumia mtu anayeumia hapa, hivi ndio vya rohoni, kuliko kwenda kuhubiri, kwenda kuomba kule. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampanisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza.
Hata siku ya pili akatoka, akatoa dinari 2 akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu na chochote utakachogharimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe kati ya hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni yule aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Huko ndo kupigana katika roho. Lakini B inasema tatizo kuliombea si kulikabili. Yani sehemu kubwa ya utakatifu tuliopewa na wazungu, mtu wakati analia, anaumia, wewe unaingia sema tuombe. Hapana, kabili, mkataze, mpinga naye sababisha hayo mabaya. Mpinge, usipomjua toka tu sema uliyefanya hili. Hapana. Ikiwa unamjua umehakiki, sema uliyefanya hili. Hapana, wewe fulani kwa jina lako. Hiyo ndo uko ndo kupigana rohoni. Umjui basi nenda wazi wazi, msaidie anayelia, mkumbatie anayelia, uwe pamoja na anayelia. Wataniua, nitaonekana niko pamoja na huyu, ngoja mimi nikapigana. Biblia inasema vita vyetu si juu ya damu na nyama. Hebu ngoja nichambue hilo andiko kidogo. Tena ichambue kwa kusomea tu, sio kuchambua sana. Kwa kusomea tuweze kuelewa. Wazungu kupitia vyuo vya Biblia walifanya kazi iliyotukuka ya kuharibu kizazi cha Afrika na kuwa viumbe wa hovyo ever before. Nianzie wa Korinto wa pili 10:3. Lisikia andiko sasa. Huwa nasemaga sasa mimi nasoma. Lisikie tu lenyewe bila mtu kukutafsiria. Lenyewe yani. Weka pembeni hiyo tafsiri ulio nayo. Lisome kawaida. Lenyewe. Sikia. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sawa, tunaangusha ngome zipi sasa? Mstari wa 5 unafafanua. Unasema hivi, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Mawazo ya kawaida, mawazo na kila kitu kinachojiinua kinyume cha elimu ya Mungu. Na kufanyaje mwisho? Na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Baada anazungumzia fikra hizi, sio rohoni fikra. Mimi naambiaga rohoni ni maamuzi ya juu ya mawazo haya. Yani Mungu ni akili, Mungu ni roho. Kuwa rohoni ni kufanya kwa namna ya juu sana, ambayo mtu yoyote anasema hapa si mwanadamu aliyeamua hivi, aliyesema hivi, isipokuwa Mungu yu juu yake. Mungu yu pamoja naye. Ni fikra, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. 6, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia. Kupatiliza, kubatilisha maasi yote, watu waache kuasi. Huko ndo kupigana katika roho. Wanadamu bwana. Haya bwana, ngoja si wengine tupite mwa duniani na tutimize kile ambacho tuonacho tuitakia tufanye. 6 Efeso 10, hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Falme na mamlaka. Kuna neno huko inasema katika ulimwengu wa roho. Hebu tuzione falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Lakini silaha zenyewe, ngao zetu zenyewe, silaha zenyewe ziko rohoni, au ni macho haya yanaziona huyu ana silaha ya aina hii, huyu ana silaha ya aina hii? Si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili. Giza, wakuu wa giza ni humu gizani, au ni wakuu wa mabaya, wakuu wanaoongoza giza. Ni ubaya, shetani ni mabaya.
wakuu wa giza hili, wakuu wanaotawala katika hali ya maonezi, dhuluma, uporaji, utekaji, uuaji, ndio wakuu wa giza hili. Wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Sisi majeshi ya pepo wabaya ni vile vinavyolia, anatoka. Mapepo ni anayofanya mtu. Majeshi ya pepo, majeshi yanayotumika kutekeleza uovu, ubaya, yanawalinda waovu na kuwatesa watu wema. Hao ndio ambao tunashinda nao kupatiliza maasi yote. Maana ni hiyo hapo, iko clear. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa fikra za juu sana, ambazo mtu anasema hajanena kamwe mtu anenavyo kama mtu huyu, hajatenda kamwe kama huyu atendavyo. Sasa tuzione hizo silaha zinafanya kazi vipi. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kutimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifika kweli viunoni mwenu, muwe wa kweli. Ukweli ndo silaha hiyo, kwani hiyo inaonekana rohoni. Si mtu anajulikana tu anamsema huyu ni mkweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani. Muwe watu wema wa haki, iwe wazi kifuani hapa, mtu anajua tu yule mtu ni mwenye haki kwa macho haya. Na kufungiwa miguu ya utayari tuupatao kwa njia ya Injili. Utayari wa kwenda kutekeleza unayotakiwa kutekeleza. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ngao ya uelewa kwamba hili ni jema, hili ni haki, hili linatakiwa liwe hivi na litabaki hivyo. Ngao ya imani. Imani ni uelewa. Imani ni kuwa na uhakika, hakika jambo ya mambo yatarajiwayo, bana mambo yasiyoonekana. Anyway, sawa, we imani yako ni kukisia. Zaidi ya yote mkiitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. We ni moto ule wanaoigiza wa Nigeria. Fire! Natoka moto kwenye kiganja. Ndio maana wanaambiaga African bwana, wazungu wenyewe wanapambana shetani mystics. Sisi tunapambana shetani hewa. At the end of the day tunaomba misaada kwa wamwilini, tunaowaita wamwilini. At the end of the day kwetu ni baraka za Mungu, wale wakituprintia hela. Tukipata ile makaratasi mbao hizi tunazolima wakaenda kuzichakata zikawa hela, sisi ndo Bwana ametubariki. Tunatembelea magari ya wamwilini. Pole Afrika. Tena ipokeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa sala zote na maombi, yani mkisha mmebeba silaha, mnapigana kupatiliza maovu, hapo ndo mnakuwa na sala na maombi. Zile silaha Mungu awaongoze jinsi ya kuzitumia. Haya wananchi, ufafanuzi ni huo. Jambo la 4, sehemu kubwa kuwa rohoni, kuwa utakatifu feki, wakitaira, wakipumbavu, ni kuwa karibu, kuwa na urafiki na wakuu, matajiri, watu maarufu. Ukitembelewa kwa mfano na Diamond na Kassim Majaliwa, wala waziri mkuu Doto Biteko, katembelewa na Harmonize, Konde Gang sui gengi, katembelewa na Runyamira sui Mayere, au akakutembelea ukamtembelea, ukatembelea ukaalikwa Ikulu au kanisani kwako, akaja waziri mkuu, akaja makamu wa rais, akaja rais, akaja spika. Sisi kwetu ndo utakatifu, hilo kanisa kweli la kitakatifu. Yesu ni kweli unaweza kaenda Ikulu, ni kweli unaweza ukatembelewa na mtu yoyote wa aina yoyote.
shida itakayotokea kumwona ni rafiki yako wakati anaendelea na machafu na uovu anayofanya, na yeye kukuona na kukusema tu wewe ni rafiki. Biblia inasema mkemeaye rafiki yake, katika Mithali 28:23, amkemeaye rafiki yake hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezaye kwa maneno ya ulimi wake. Mithali 27:17 anasema chuma unoa chuma, ndivyo mtu aonoavyo uso wa rafiki yake. Chuma huwa kinanoa hadharani hapa. Mtu amkemea rafiki yake anamkemea hadharani. Lakini sisi utakatifu, ukitembelewa kidogo na mkuu wa wilaya, mtu mwenye pesa, sisi ni watakatifu sawa wananchi. Na jambo la mwisho ni kukariri maandiko mengi, kuharibishi, kuwa Farisayo. Anyway, nimekusomea mwanzoni, utakatifu ni kufanya vitu kwa usahihi dia. Fanya vilete faida ile iwavute watu waambatane na wewe. Mimi sijafikia hiyo hatua, lakini mimi kukusanyika kwangu, kuomba kwangu, vijana na wote ambao Mungu atawajalia tuwe pamoja kwa siku zote, tutajadili apatikane, atokee mtakatifu yule ambaye nimemsema pale mwanzoni kwamba huo ndio utakatifu halisi. Hii ni ya wachache. Uliyefika mwisho, jipongeze kwa comment hapo chini, sema mimi nimefika mwisho, ili nijue wewe ni miongoni mwa wachache. Asante na hongera kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Anasema itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afae katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.